Amma ba'd, katika maudhui ya leo, kama ninavyopenda kila ninapozungumza katika msikiti huu, ni masala ambayo hayatoki katika tauhid, na shida yetu ya kukosa khushui katika ibada, ya kukosa utulivu katika nyoyo, ya kukosa uaminifu, ni kwa sababu tuna shida katika tauhid. Tauhidi hatujaielewa, na kama tumeielewa, basi mambo yote yangekuwa shwari, haingekuwa shida namna hii. Tunazungumza al-lujuu ila Allah, kumtegemea Mwenyezi Mungu, wa hurubun ila Allah, na kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Binadamu ni mtu wa kubabaika. Idha massahu ash-sharru kana halua, wa idha massahu al-khairu kana manua. Idha massahu ash-sharru jazua, wa idha massahu al-khairu manua. Wakati akipatwa na matatizo na mitihani, hubabaika, na hakuna njia ya kubabaika isipokuwa ni ile tauhid na imani ya Mwenyezi Mungu haijakaa katika roho. Lakini ikikaa, huwezi kubabaika. Kama mtoto tu huamini kwamba kila kitu kitafanywa na babake au na mamake. Hata kuna kisa kimoja chatolewa kwamba mtoto alikuwa kisafiri na mzazi wake kwa ndege. Walipokuwa angani, alikuwa kisafiri na mamake. Walipokuwa angani, ndege ikapambana na hewa mbaya, mpaka watu wote katika ile ndege wakababaika, lakini mtoto alikuwa hakubabaika. Alikuwa makini kabisa. Wakati ndege ishatulia sasa, ishapita katika matabat hawaiya, mabam ya anga, wakamuuliza, mbona wewe hukubabaika? Watu wote kwenye ndege wamebabaika. Akasema, ni kwa sababu pilot ni babangu, kwa hivyo mimi sina wasiwasi. Sasa yeye aamini kwamba ikiwa ni babake uko pale mbele, basi yeye hana hofu. Sasa sisi, ikiwa Mungu uko mbele, mbona tuna hofu? Na Mungu uko mbele. Mashakili kwanza, matatizo, sharti tuelewe kitu kimoja: kullu insani lahu mashakil. Kila mwanadamu ana matatizo. Kwa hivyo wewe usione kwamba wewe ndio mwenye matatizo. Kila mtu ana matatizo. Sasa ni kujua tu namna ya kwenda nayo yale matatizo, mtakwenda namna gani. Muislamu muumini mwenye imani akipata matatizo, ajua mahali pa kwenda na hababaiki. Kama Qur'an inavyosema, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ilipoikieleza maswahaba, isema wale ambao kwamba watu waliwaambia, jamaa washajipanga, washajiandaa, washakuwa wengi, sasa waogopeni, watakuja kuumiza. Fazadahum imana,
Kuambiwa hili ndio wakawa na imani zaidi. Fanqalabu bi ni'matin min Allah lam yamsasuhum su, wakazunguka kwa neema ya Mwenyezi Mungu, hawakuguswa na lolote baya. Waqalu, na wakasema, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuache mtezo kwamba hizi ni zitu huandikwa nyuma ya gari, kwenye zioo huandikwa mastika, huwekwa kwa sitting room, lakini hatuamini, ni pambo tu. Lakini hasbunallah ndiyo ilomnusuru mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Ibrahim alipotiwa motoni na Namrud, ndani ya moto, dua aliyosoma ni hasbunallah wa ni'mal wakil. Kwa hivyo ikiwa mitume wenyewe wanaitegemea hiyo hasbunallah wa ni'mal wakil, kwa nini sisi hatuitegemei? Nasi tunasema tuna Mungu. Kwa hivyo wale ambao wanao imani, kwa sababu hadithi ya mtume akwambia, dhaka ta'amal iman man radiya billahi rabban, ameonja utamu wa imani mtu alokubali kwamba Allah ni Mola wake. Sisi bado hatujakubali, hatujakubali. Twaja msikitini, lakini bado tuna hofu ya watu wengine, hatuna hofu na Mungu. Bado tuogopa, hatumuogopi yule Mungu anayetuleta msikitini. Lau watu wako msikitini uswali, ukasimama mlangoni, ukatukua nyoka wa plastiki, ukamrusha, utawaona watukavumbia, watakimbizana wote, na mwingine atakimbia kwa sababu amemuona mwingine kukimbia. Kukimbia nini na nyinyi mko mbele ya Mungu? Wakati mmoja nilipokuwa hapa Mombasa, nilikuwa msikiti Shibu, nikawa tuswali salatul fajr pamoja na watu wengine. Wakati huo kulikuwa na mtihani wa ardhi kutetemeka. Haijatetema vile kwa nguvu, alhamdulillah. Nchi nyingine zapata matatizo, sisi tunashukuru Mungu hajatupa mtihani huo, na tuomba situpe. Ardhi ilitetemeka, mtetemeko wa bahari, ikawa huenda mbele kirudi nyuma, na sisi tuko msikitini tuswali alfajr. Ilipokuwa ienda mbele kirudi nyuma, na una watu hivi wakimbia, mwenda wapi? Wamevunda swala wakimbia. Kuna mmoja akapiga kelele, ardhi mtetema, ndani ya swala. Sasa watu nyinyi, ikiwa ardhi mtetema na mutakufa na msikiti utawafinika, kubabaika kitu gani na nyinyi mko ndani ya swala? Ni wazi kwamba ule Mungu unayemswalia hako moyoni mwako. Wewe wajifanya tu, wafanya usanii, kuonyesha kuswali swali, kanzu kusujudu ndevu, lakini tasbihi, lakini hako ule Mungu hajakaa ndani ya moyo. Lau amekaa ndani ya moyo, huwezi kubabaika. Abdullah bin Zubair katika masahaba watukufu, Hajjaj bin Yusuf alivunda al-Kaaba. Hajjaj bin Yusuf alivunda al-Kaaba kwa sababu alikuwa ni mpinzani na wale wanaoongoza serikali ya Kiislamu wakati huo, pamoja na kuwa na yeye Muislamu. Sasa katika kupigwa ile al-Kaaba kwa manjaneti, ile cheo ambao hutiwa jiwe kubwa alafu ikavutwa ikaatiliwa, yeye alikuwa msikitini uswali, vile amesimama. Wakati wa khiamu kwa vile al-Kaaba yavundwa, mpaka watu wakaenda kumshika kumtoa. Huoni wewe, usikii hii inaweza kuangukia? Akamwambia, mimi sisikii kabisa, hata sina habari ni kitu gani kimetokea, na ile huwa na moto.
Sasa hizi ibada zetu ambazo si za kihakika, ni za bandia. Hatusemi kwamba hakuna wanaosali hakika, wako wacha Mungu wako, lakini kidogo kama ndi mweupe. Wengine wote zitu za tubabaisha za kidunia, watu watubabaisha. Sasa ule mtu anayetegemea Mwenyezi Mungu kisawasawa, akawa na mashakili kisawasawa, hutegemea kwa Mwenyezi Mungu. Ama wale bandia, wale wasanii wa Kiislamu hukimbilia kwa mmero, akakimbilia kwa mwingine mwenye kuuza bangi, akasema mawazo haya ndio nayo wiki hizi, afadhali nitumie haya uraibu, zitaondoka hizi fikra. Wapambana na mara nyingine na vijana wa Kiislamu, wakwambia wazi, mimi bwana situmii hizi bwana mogoka wala nini, hutumia kusudi kuondosha ile mawazo. Mjinga wa mwisho. Kwa nini hujui kwamba kuna Mungu, kaelekea kwa Mungu, waelekea kwenye uchafu, kwenye najisi, kwenye ulevi? Kwa sababu hizi zote ni ulevi ulioruhusiwa na Waislamu. Lakini hizo zote hazina tofauti, bali ni mbaya zaidi hata kushinda bia, hata kushinda ulevi mwingine. Kwa hivyo Muislamu wa sawa sawa huwa akitegemea kwa Mwenyezi Mungu kwa shida zote. Muislamu bandia huwa akitegemea vitu zingine kama kutumia ulevi na mfano wake. Mwenyezi Mungu awaongoze wao, atuongoze na sisi. Semeni amin. Kwa hivyo huweza kwenda na yale mashakili, ni somo ambalo Muislamu lazima asome, na lazima ajue namna ya kuyatugulia matatizo, na asifikirie kwamba yeye ndio mwenye matatizo, wengine hawana. Hapana, yako ni madogo, ya wengine ni makubwa zaidi. Wewe umebabaika tu. Hii Ramadhani kuna watu taabani lakini wametulia. Kuna wengine si taabani, wazunguka kila mahali kuomba hapa, kuomba hapa, waondosha haya, kwa sababu roho zao zimebaika. Kwa hivyo lazima mtu apate maisha ya dunia, apate hali nzuri ya kuishi duniani. Hakuna makosa. Tengeza hali zako, tengeza biashara zako, toa sadaka zako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, Allahumma a'inni ala dini bidunyaya, ewe Mola nisaidia dini yangu kwa kunitengezea dunia yangu. Dunia inapotengea, dini yako utaweza kuifanya vizuri. Watu ambao hawana dunia, maskini, mafukara, ni hatari. Si hatari ya kukosa pesa, ni hatari ya wao kukosa na dini pia, kwa sababu kada al-fakhru an yakuna kufra. Ule ufukara umekaribia kuwa ni ukafiri. Ule ufukara umekaribia kuwa ni ukafiri. Kwa nini? Kwa sababu utauza dini yako kutaka kuondosha ufukara wako. Utapewa pesa za haramu, utamtoa binti yako, nenda ukatafute pesa ulete. Ukiona ameingia nyumbani na pesa mengi, huwezi kumkataza. Utamuona mke wako pengine ufanya makosa, ufanya dhambi, lakini huleta pesa nyumbani na wewe ni fukara, utamwata, utamsamehe, utavumilia, utafanya kumuona. Kwa hivyo mtu kuwa fukara ni shida, na ibada pia hazifanyi kisawa sawa. Zile ibada hazifanyi kisawa sawa, japokuwa baadhi ya watu tuambia yadkhulul jannata alfuqarau qabla alaghniyai bi 500 am, mafukara wataingia peponi kabla ya matajiri kwa miaka 500. Lakini ni fukara gani? Uliza. Ni fukara kwanza ambaye amejizuia, hafanyi dhambi, hali cha haramu. Ni fukara ambaye akiona pesa, hana kitu, akaona
2,000 3 zile pale, akawa uko tayari kuzitukua kumtafuta mwenyewe, lakini sio kusema alhamdulillah nimeshaukata mimi, nishapata pesa. Si fukara huo. Huyo enda motoni, yeye ameteseka duniani, enda kuteseka na akhera. Ni fukara ambaye ameweza kujizuia awala. Thania, mafukara wengi, usikizeni vizuri, mafukara wengi na maskini wengi ni makusudi, si kalamu ya Mungu. Mafukara wengi na maskini wengi wamejifanya wenyewe, hawakufanywa na Mungu. Kwa nini hawakufanywa na Mungu? Hawafanyi kazi, hawashughuliki, hawafanyi namna ya kutafuta pesa, wao wamekaa ni mafukara. Kuna baadhi ya watu wengine hupewa zaka katika Ramadhani, pengine amewekewa mahali shilingi 5,000 10 kwenda katukua, na hujulikana na wale jamaa kwamba sisi tunampa fulani shilingi 10,000 kila Ramadhani. Basi ataishi yeye mpaka amalizike. Akifa yeye, ile nafasi itakwenda kuchukuliwa na mwanawe. Yaani huu fukara umeandikiwa nyinyi tu. Wewe ina maana upewe zaka, huna, ufanye bidii utoke katika ule ukorofi, kwa sababu zile zaka ni ukorofi, na Mtume asema innama hiya awsahu nas, zile ni chafu za watu. Sasa wewe wazikusanya, na ukifa mwanao enda kutukua, na mwanao akifa mjukuu wako, yani ujulikane kabisa ukoo huu ni ukoo wa kupewa zaka tu. Sasa hiyo ni kusudi. Ni lazima uhakikishe kama babangu alikuwa akipewa zaka, mimi nitahakikisha sitapewa zaka, nitatoa mimi zaka. Sasa wale wote wanaojilaza, wanaotulia tu kwamba hawataki kutoka katika ufukara, wale ni wafukara wa kusudi. Ule asemao kwamba sifanyi tena, mimi nimeshaandikiwa ni fukara, huo ni mrongo. Ulijuaje kwamba umeandikiwa? Ulikwenda kwa Mungu ukatungulia ukaona imeandikwa kwamba wewe ni fukara? Wewe ni ufanye bidii utoke, ufanye bidii ufanye kazi. Hata kama umeharibikiwa hapa, nenda tena fanya pale, jaribu pengine. Kwa hivyo ufukara namna hiyo, fukara mwenye kuingia peponi kabla ya matajiri ni wale ambao wameweza kujizuia. Kama sivyo, wale matajiri watastarehe hapa duniani na akhira wao ndio wataingia peponi. Kwa hivyo Mtume alikuwa akiomba akisema, Allahumma inni ala dini bidunyaya, ewe Mola nisaidia kwa dini yangu, uitengeze dunia yangu. Ikiwa kuna khairi utafanya, mwenyewe utakuwa umeshiba, umevaa vizuri, una gari yako mzuri, hakuna ubaya. Ukiabudu utaabudu na umeshiba. Na ikiwa mathalan kuna mtihani hujapata, tegemea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tumesema hakuna mwanadamu yoyote ambaye hana hamu, hana dhiki na hana matatizo. Mungu asema katika Qur'ani, laqad khalaqnal insana fi kabad. Huyu mwanadamu tumemuumba katika shida. Tubi'at ala qadarin wa anta turiduha safwan min al-aqdari wal aqdari. Hii dunia tabia yake ni shida, lakini wewe wataka hii dunia iwe ni raha tu. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna dunia ambayo haina mashaka. Tatizo la pili ambalo tunalo sisi ni kuangalia wale wenye nazo na wale wenye nafasi. Hatuangalii wale ambao hawana. Tuhisabu zile zitu ambazo hatuna. Yeye asema mimi sina gari fulani, asema mimi sina nyumba aina fulani,
wasema mimi sina shamba kiasi fulani, sina plot fulani. Kwa nini uhesabu hizi ulionazo? Hesabu hizi bwana. Hesabu standard ulizonazo, hesabu nyumba ulionayo hata kama ni ndogo, hesabu ardhi ndogo, hesabu hata kama ni nyumba ya kukodisha, ujue wengine ulala barabarani, sote unaona. Ulala barabarani wakazana humo barabarani. Hasa wale ndio wa kuangalia. Ndio Mtume akasema, "Undhuru ila man huwa tahtakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Muangalieni ule ambaye uko chini yenu kimaisha, msimuangalie aliyoko juu yenu ya maisha, mtadharau neema Mwenyezi Mungu. Mbali na hivyo, huu ulimwengu wa mitandao sasa ndio umezidi kupoteza watu. Ule ni urongo mtupu. Yaani mtu ataingia kwenye Facebook aone vile alivyojenga, vile anavyotembea, vile anapokwenda kwenye maua, vile anapokwenda kwenye TikTok uone hayo, namna alipokwenda, namna alipo kwenye mahoteli, chakula kile anachokula, amekipanga chakula kingi, usema huyu ndiye mwenye raha. Lakini sivyo, kile ni kipindi tu kimepita. Zipindi zingine zote zinazopita ni dhiki kwake. Wale waimbaji mnaoona ambao wajisifu sana kwa senti na kutuletea mitindo mingine, michoro na mikufu na kuchora nini, na suruali uvaliwa sijui kama mayonda, wala zikimvuka na ndia ni sampuli za mavazi, na kutembea kwa jeti yake ya private, lakini hunywa tembo kwa sababu ya kuondosha mawazo ya dhiki. Pale kwenye starehe zake ana mahamri, hunywa kusudi kuondosha mawazo ya dhiki alonazo. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye raha. Wewe tu usiseme mimi ndio sina raha, nilitaka hili na unahalini. Au mara nyingine mtu akwambia mimi nimerogwa, mimi nimekusudiwa, nimetiwa aini, kuna nini? Niko na mali kutafuta kazi, nikifika nikakubaliwa, nikirudi hakuna. Sijui nikaenda mahali fulani nikataka kufungua hoteli, mara mwenye nyumba kanambia sikodishi tena. Nikenda hivi nikataka kununua gari, niletee hizo ulizonazo, nikifika anambia ongeza. Sasa ni mambo hutokea yote hapa. Si lazima uwe merogwa, si lazima uwe na aini, si lazima iwe ni hasad. Mara nyingine huwa ni dhana mbaya yako ndio wadhani namna hiyo, lakini kama kila linalotokea unasema kheri na inshallah mwisho nitapata, hakuna shida, huu ni mtihani wa Mwenyezi Mungu, lakini nitaupita, utafika mwisho wako. Kwa hivyo utakumwona mtu amepiga picha, ameweka kwenye mitandao za kula kila rangi, ameweka kwenye mitandao majumba, nyumba nzuri, bahari, maziwa, maua. Wewe ukadhani kwamba hao watu wako kwenye maisha mazuri, wajidanganya. Au hawana tabu, au hawana maradhi. Hili jambo si ukweli. Kila mwanadamu ana matatizo. Kila mwanadamu ana shida zake. Huyu ana tatizo hili na ule mwingine ana tatizo lingine. Kuna bwana mmoja alikuja kushtakia ufukara kwa shekhe mmoja. Mimi ni fukara, sina kitu, taabani, hali yangu mbaya. Akamwambia, nitakuuliza swala moja. Hayo mato ulionayo, akitoka mtu akakwambia nipe mimi, atakupa milioni 1, utampa? Akasema simpi. Mashikio ulionayo, akaja mtu akwambia nipe, atakupa milioni 1, utampa? Simpi. Mikono hiyo simpi, miguu hiyo simpi. Sasa kamwambia hizo ni milioni ngapi hapo unazo? Usema una kitu. Ambapo mwingine hizo senti hufanya kazi nazo, kuziharibu. Hana wewe uko zako hapa,
bukhair wa 25, hula ukano ukalala, upepo ukikupiga mara moja huko ushalala. Kuna mwingine hapa wenda India siku zote, kila siku hatoki India, kila siku enda Bangkok kufanya checking, siku nyingine uko Misri enda kwa matibabu. Wewe uko zako hapa, tumbo likikuuma waingia pale dukani wanunua ino shilingi 10, wachemsha wana wao enda zako. Waingia dukani wanunua panadol shilingi 20, wameza panadol zako wafanya kazi zako. Wewe ndio utajiri. Huyu si tajiri kwa sababu pesa zake za mtesa, za msumbua na za potea bila njia. Na kumbuka kisa cha Fatima katika hizo dakika zilizobaki, kwa sababu sitaki niendelee sana. Mwana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, binti yake Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatima Mtume alimsifu akasema, Fatima bad'atun minni yuribuni marada wa yudhini ma'adhaha. Fatima ni kipande katika mimi, ni kipande changu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaa watoto 7 lakini 6 aliwazika, mpaka wa Fatima ndio alibaki mwisho baada ya kufa Mtume kwa miezi 6 na yakafa. Na alikuwa akimpenda na alikuwa akimtukua, japokuwa mwanamke ni rafiki yake, muhisani wake, na akimpenda mahaba dhati, mpaka mwisho akasema Fatima ni sehemu katika mimi. Jambo kama Fatima halitaki basi na mimi silitaki, jambo kama Fatima la muudhi na mimi la muudhi. Alipoolewa na Saidina Ali bin Abi Talib, na ukisikia Ali bin Abi Talib yaona labda ni mtu alikuwa na pesa, hakuwa hana pesa. Hata katika kuoa alikosa pesa za kumuoa Fatima. Mwisho akatoa dira yake, nguo ya vita, ndio ikawa mahari ya kuweza kumuoa Fatima. Sasa alipokuwa huko na Fatima nyumbani kwa Saidina Ali, Fatima alikuwa akenda yeye kwenye kuangalia wanyama, alikuwa ni yeye kama ngamia, alikuwa ni yeye akikusanya chakula, alikuwa ni yeye akipaza chakula pia. Sasa kazi zote za nyumbani akizifanya yeye. Ikawa sasa amekuwa na dhiki, hana raha, ataka usaidizi. Akenda kwa mamake Aisha, mamake wa kambo, akenda akamuelezea, akamwambia, mama, mimi nina shida nyumbani, nafanya kazi za wanyama, nafanya na kazi za kupika, na kabla ya kupika nataka kuanikwa mahindi, baada ya kuanikwa nataka kupazwa kwa lile jiwe kisha nipike. Akamwambia, basi afadhali tuzungumze na babako akutafutie mtumwa akusaidie kazi, au akupe kijakazi akusaidie kazi. Alipokuja Mtume usiku, Aisha akamweleza, kwa sababu mahali pa kupita watoto ni kwa mama. Kiwa na haja zao watoto wao wana mama kadhaa, sipeleka kwa mzee, ndio zitakwenda haraka haraka. Sasa na yeye akapitisha kwa hapo, zikienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamsikiza. Baada ya kumsikiza akamwambia, sawa, nimesikia. Akenda kumtembelea baada ya salatu al-isha. Alipokwenda ana na watoto wake 2, akamwambia, keti hapa. Akaketi Fatima na Saidina Ali na Hassan na Hussein. Akamwambia, nimesikia malalamishi yako. Sasa idha akhadtuma madja'akuma, wakati mkiwa mnataka kulala, fasabbiha 33, eteni subhanallah mara 33, wahmida walhamdulillah mara 33, wakabbira 34, fadhalika 100. 34, hiyo ndio msaada wangu.
hakuna mtumishi, hakuna mfanyikazi, hakuna mjakazi, hakuna mtumwa. Sasa yote ni imani, na alipoamini tu, na hakumwambia babangu sasa ulitadhihaka bwana, mimi tabani wanambia 30 30 zitafaa nini hizo? La, alikuwa na imani amini. Leo imani, hata maustadhi hawana imani. Maustadhi hawana imani, kufanya tu kama maboda boda. Maanake mtu ataingia msikitini aswalishe, ni shilingi kwanza, ukuuliza tayari nimeswalisha, hai itakuwa shilingi ngapi? Wewe kisha kusema itakuwa shilingi ngapi, wewe una cha Uislamu? Kwani mtu kuswalisha watu kwa senti, mtu kusomesha watu kwa pesa? Hapewi pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, kul ma as'alukum alayhi min ajr, mimi siwaambii nilipani, wa ma ana min almutakallifina, wala mimi sitii watu dhiki. Basi hao watakula watu, msile msivae. Kama wewe amini kuna Mungu, Mungu hutoa riziki, kwamba sasa huswalishi mpaka upewe riziki, husomeshi mpaka upewe riziki, huu Uislamu huo hakuna. Kwa hivyo imani ya kutoamini, ya kutokuwa na yakini, ndio yatupeleka vibaya. Sayyidatuna Fatima akaondoka na akaishi mpaka mwisho, kwa sababu ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, au subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar mara 34, 99 na ile 100. Sasa wengine hawaamini, na huko kutoamini ndio shida. Ndio nikawaambia sisi huja misikitini lakini hatuna imani. Kuna hata mmoja aliambiwa nenda, alikuwa ana shida, akaambiwa kama una shida nenda Mbrui, kaketi Mbrui. Akasema nenda Mbrui kisha nije Magombo, yani ni chakula changu ni yale Magombo, yani ile mswafu kiraruka juzu nile. Watu hula magombo ya imani, magombo ya sawa sawa. Kwa hivyo kitu cha muhimu, amini Mwenyezi Mungu. Shida iko kwamba bado hatujamwamini Mwenyezi Mungu. Huja misikitini hivi, lakini sasa ufanye jambo la dini alafu atakulipwa, ufanye jambo la kheri alafu atakulipwa. Uje msikitini alafu uone uko msikitini waswali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na huku wafikiria kwamba kuna mganga fulani niliambiwa na Jumaa niende, ni mzuri huyo mganga. Una swali, una Uislamu. Yani huku waswali, lakini huku una Mungu wako mwingine. Huku waswali na huku una hofu ya sihr, una hofu ya hasad, una hofu ya aini. Ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia al-ainu haqqun, jito liko na sihiri iko, ziko. Qur'ani hakuna, Mungu hakuna. Kama Mungu huko, hizo zote hazifanyi kitu. Kuna mmoja anambia mimi, tena ni shekha, anambia lakini ustadhi bwana, Mtume mwenyewe alirogwa. Ni mtu alim, Mtume mwenyewe alirogwa. Nikamwambia yeye rogwa, baada ya kurogwa alifanya nini? Aliteremshwa kula a'udhu birabbil falaq, kisha baada ya kuteremshwa kula a'udhu birabbil falaq alirogwa tena Mtume? Hakurogwa. Iko katika tarehe kwamba alirogwa tena mara pili? Hakuna kabisa. Sasa wewe ukifanya nini? Kula a'udhu birabbil falaq iko, Qur'ani iko, atakuroga vipi mtu? Sasa mpaka ukiwa na hofu hiyo, ni wazi hofu ya Mungu haiko katika moyo wako. Kwa hivyo shida zikitokea, elekea kwa Mwenyezi Mungu, swali, omba dua, muombe Mwenyezi Mungu, atakujibu tu, hakuna budi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أحسنتم وجزاكم الله خيرا.